Watanzania wenzangu, mupo? Je, unanitazama kutoka mkoa upi wa Tanzania au upo sehemu ipi ya dunia? Kwa sababu ninaelewa kwamba Watanzania sisi ni watu ambao tunachapa kazi. Tuko na wale ambao wako katika taifa letu, tuko na wale ambao wanachuma riziki kutoka taifa mbalimbali. Samia anafikiri kwamba baada ya kuwazika wale ambao waliuawa na maafisa wa polisi, alikuwa amefuta ushahidi na kufuta mazungumzo ya mauaji ya Oktoba 29 mwaka 2025, kipindi ambapo Watanzania majasiri walikuwa wanakataa uchaguzi wa kiudikteta, uchaguzi wa kuegemea upande mmoja. Ninazungumza nini? Nipe wakati, ninaomba tafadhali, ninaomba wakati ili nikueleze taarifa njema kutoka Marekani hii leo, siku ya Ijumaa tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 2026. Tafadhali ninaomba uweze kunipea wakati, alafu kipindi ambapo tunataka kusonga mbele, hapa chini kuna penye wameweza kukuandikia like. Tafadhali ninakuomba uweze kufanya hivyo. Alafu hapa kando kuna penye wameweza kukuandikia subscribe. Ninaomba uweze kufanya hivyo. Jiunge na ukumbi huu ili tuendelee kuhabarishana, ili tuendelee kuambizana taarifa, kwa sababu hichi ndicho kituo ambacho kinajisimamia. Vituo vingine vimekwisha nunuliwa na Samia. Sasa taarifa njema kutoka Marekani ni kwamba bunge la Marekani la House of Reps wamepiga kwenye mshono kuhusu mauaji na utekaji wa Bi Msumi Idi Amini Mama Samia Suluhu Hassan na mashambulizi yake dhidi ya viongozi wa kidini. Sasa kulingana na taarifa ambazo zimeweza kutolewa kwa lugha ya Kimombo, naomba niweze kuzigeuza kwa lugha ya Kiswahili, mpenzi mtazamaji. Zinaeleza kwa undani jinsi ambavyo bunge hilo la House of Reps upande wa Marekani wanaita mashirika ya kutetea haki za kibinadamu ya ulimwengu kuingilia kati na kuweza kuhakikisha kwamba Tanzania tunaokolewa. Sasa bunge hili la Marekani la House of Reps wanasema kwamba iwapo mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yangejitokeza mapema kabla ya uchaguzi wa mwaka 2029, kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025 tarehe 29 kuniradhi, mwezi wa 10, yale mauaji, utekaji na upotezwaji ambao uliweza kufanyika Tanzania haungetendeka. Sasa jinsi ambavyo unaona hapo ndizo hizo taarifa ambazo zinaandika ama ambazo zimeweza kuandika kwa lugha ya Kimombo, na ningeomba niweze kukusomea kwa lugha ya Kiswahili, yaani niweze kukutafsiria. Wanasema hivi, wameanza kusema hivi, kwa sababu mkiti wa kamati ya nje, kamati ndogo ya Afrika, Chris Smoot, katika hotuba yake amesema kwingineko barani Afrika, Tanzania imeshuhudia kuhusu kurudi nyuma kwa uhuru wa kidini. Unajua kitu ambacho mimi ninafurahishwa ni kwamba hotuba hii imeweza kutolewa ndani ya bunge la House of Reps Marekani, na wana uhuru na uwezo wa kusukumia rais wa Marekani Donald Trump mapendekezo ya yale ambayo wanataka yaweze kufanyiwa kwa viongozi wa Tanzania. Wanaweza, sijasema eti kwamba watasukuma, lakini wako na uwezo wa kusukumia Donald Trump mapendekezo ambayo wanataka yaweze kufanywa, kwa sababu unaona hapa wanalalamika kwamba
Tanzania na barani Afrika imeshuhudia kuruhusu kurudi nyuma kwa uhuru wa kidini, yaani mahala ambapo viongozi wanavamiwa kanisani, mahala ambapo viongozi wanashambuliwa na viongozi wa serikali, mahala ambapo viongozi wa kidini mahala ambapo viongozi wa kidini kuniradhi wanashambuliwa na serikali, mahala ambapo makanisa yanashambuliwa na serikali. Mfano, wakasema hivi, makasisi wengi wa Katoliki, angalia hapo, wao ndio wameandika, many Catholic clergy, makasisi wengi wa Katoliki akiwemo Padri Kitima walishambuliwa au kutekwa nyara baada ya kukosoa dhuluma zilizofanywa na utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kiongozi wa upinzani Tundu Lissu bado amefungwa. Balozi wa zamani wa Tanzania Humphrey Polepole bado hayupo baada ya kutekwa nyara kwa vurugu. Na mamia, labda maelfu ya Watanzania wametoweka bila ya dalili yoyote kufuatia vitendo vya upinzani. Matawi zaidi ya 2000 ya kanisa yanayohusiana na kanisa la Glory of Christ la Askofu Joseph Gwajima la Tanzania yalifungwa baada ya kupinga utekaji nyara huo na mauaji ya nje ya mahakama. Waumini mara nyingi walipigwa Jumapili baada ya Jumapili na mamlaka kwa kujaribu kukusanyika kwa ajili ya ibada. Sio maneno ya Ezra, sio maneno yangu mimi Bwana Ezra, bali hizi ni taarifa ambazo zimetoka Marekani katika bunge la House of Reps. Sikiliza, Watanzania tunapaswa kufurahi. Kwa sababu gani? Unajua, Bi Msumi anafikiri kwamba yale mateso yote ambayo anatufanyia hapa nchini Tanzania hayajaweza kujulikana Marekani. Hizi ni taarifa ambazo zinatolewa Marekani. Na mnaelewa, katika utawala wa Donald Trump, kiongozi yeyote mwenye anapinga utawala na uhuru wa kidini ulimwengu mzima, huyo ni adui wa Amerika. Mliona juzi kuna hawa wanamgambo wa Islamic ambao waliweza kushambuliwa Nigeria kwa kushambulia Wakristo. Haya, chuma cha Bi Msumi, Idi Amin, Mama Samia Suluhu Hassan kimo motoni. Wakaendelea kusema hivi, kama jumuiya ya kimataifa, sikiliza hapo, kama jumuiya ya kimataifa unajua hiyo ni United Nations, African Union, ICC, ingesimama katika mshikamano na viongozi hawa wa kidini mapema, mauaji ya Oktoba 29 yangeweza kuzuiliwa. Mauaji haya yalijumuisha mauaji ya yatima wa mitaani, wanawake wajawazito. Mnaelewa, kuna yule mama ambaye aliweza kupigwa risasi akiwa anaandamana, sijui ilikuwa ni Mwanza. Vilevile watoto wachanga, vilevile pamoja na ukiukwaji wa uhuru wa kidini katika hospitali za Katoliki, ambapo mamlaka yaliwashinikiza watawa kuwahamisha waandamanaji waliojeruhiwa kwenye vyumba vya kuhifadhia maiti, ukipenda mochari. Watawa walipinga kwa ujasiri. Wapenzi watazamaji, hizo ni taarifa unajua ambazo ziliweza kutolewa kutoka kwa House of Reps
kamati ya mambo ya nchi za nje. Ni kweli kwamba taarifa zetu zimeweza kusambazwa ulimwengu mzima. Ni kweli kwamba utawala wa kiudikteta wake muuaji Samia umeweza kuwashangaza viongozi ulimwengu mzima, jinsi ambavyo Samia aliweza kuwaua hata watoto ambao ni street boys, au kisema watoto wale ambao wanakaa mitaani, mayatima wa mitaani, wale ambao hawana makwao, walipigwa risasi wakauawa. Akina mama wajawazito waliuawa, watoto wachanga, makanisa yalifungwa. Uliona mpaka watawa juzi tu waliweza kusema kwamba wengine walikuwa wanatolewa mahospitalini kwenda kuwekwa kwenye mochari, ila watawa wakakataa. Kwa hivyo, mpenzi mtazamaji, taarifa nzuri ni ipi? Taarifa nzuri ni kwamba yale machafuko yote ambayo utawala huu wa Samia walikuwa wanatufanyia katika taifa letu la Tanzania yamerekodiwa, ulimwengu mzima umekwisha jua. Na unaona bunge hili la House of Reps Marekani wanasisitiza endapo international community au kipenda jumuiya ya kimataifa ingeingilia kati upuzi huu ambao ulikuwa unaendelea katika taifa letu la Tanzania, mauaji, utekaji nyara, kudhulumu viongozi wa kidini, haungefanyika. Hata ile mauaji ya Oktoba hayangefanyika. Bunge hili la Marekani linasema kwamba endapo jumuiya ya kimataifa, wakati ule kasisi, ukipenda padri Kitima alivyotekwa au alivyoumizwa mwezi wa 5 mwaka uliopita, endapo jumuiya ya kimataifa ingeingilia kati, ujinga wa utekaji nyara ambao uliweza kuendelea kutoka hapo mpaka tukaona aliyekuwa balozi Humphrey Polepole kutekwa, haungekuwa umeendelea. Mimi ninaomba badala ya Marekani kuzungumza tu, wafanye vitendo, kwa sababu kuingilia uhuru wa kidini ni ukiukwaji wa maadili ya kidunia, ni ukiukwaji wa uhuru wa kuabudu. Kuua raia ambao hawakukuwa na hatia, mpaka akina mama wajawazito, mpaka mayatima wa mitaani, mpaka chokoraa, hiyo ni kumaanisha serikali ilikiuka haki za kibinadamu na wanapaswa kuwajibika. Mimi ninaomba Marekani badala ya kuendelea kutoa hizi taarifa, wangekuwa hata wamesukuma Bi Msumi Samia akamatwe, apelekwe ICC. Tunashukuru kwa hichi kidogo, kwa kutambua manyanyaso ambayo hawa viongozi wanatupitishia, lakini tunataka serikali hii ya Marekani iweze kufanya kwa vitendo. Wawachukue hata akina Samia, akina Kikwete, wawachukue. Hatuna haja na wao, kwa sababu viongozi hawa ndio waliweza kuchochea mpaka wananchi wakauawa, mpaka viongozi wakatekwa, mpaka viongozi wakadhulumiwa, mpaka viongozi wa kidini wengine akina Wajima wakapangiwa utekaji, makanisa yakafungwa zaidi 200. Wazo lako ni lipi? Mimi ninaomba Marekani badala ya kuendelea kuzungumza kwa maneno, wazungumze kwa vitendo. Kama ni kumzuia Samia asisafiri kuelekea Marekani, wamzuie. Kama ni kumkamata na kumfungulia mashtaka, wafanye hilo. Kama ni kumchukua jinsi ambavyo waliweza kuchukua rais wa Venezuela Nicolas Maduro, wamchukue, wamfungulie mashtaka. Asante sana.